Heri ya sikukuu ya wafanyakazi, heri ya Mei Mosi. Tunakutana hapa ikiwa ni siku nzuri kabisa. Inakuwa ni siku ya kwanza ya mwezi wa 5, lakini ni siku ya kwanza ya kuthamini mchango wa wafanyakazi katika maendeleo ya taifa, katika maendeleo ya duniani kote. Ikiwa dunia nzima inakutana kwa pamoja juu ya kujadili siku ya wafanyakazi, kuangalia hatua ambazo zimepigwa, kuangalia maslahi ya wafanyakazi, kuangalia mazingira ya wafanyakazi. Na kwa sisi hapa nchini kwetu Tanzania tutajadili hasa leo tutaangalia upande wa vijana ambao wapo kwenye ajira. Kama tunavyosema vijana ndio taifa la leo, basi nasi tumeamua kuangalia zaidi katika eneo hilo, ambapo kipekee kabisa tunaye mwenyekiti wa vijana shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA mkoa wa Dar es Salaam, Hilfred Mpolo. Karibu sana. Asante. Mimi sio mwanachama wa TUCTA, lakini ni kijana mwenzio. Na mimi pia. Mimi naitwa Verox Mbani nikiwa na Richard Ngaila. Tunakukaribisha sana hapa. Tutaendelea kujadili kwa pamoja. Tutaenda Singida ambapo ndipo maadhimisho yanafanyika kitaifa. Kusikia pia mkuu wa mkoa wa Singida anazungumza nini hapo, na wananchi pia wana matarajio gani juu ya siku hii ya wafanyakazi. Kwa kwanza kabisa, Hilfred, tujuze kwenu nyie siku hii ya wafanyakazi ina tafsiri gani? Sikukuu ya wafanyakazi kwanza ni solidarity kwetu, inaleta umoja kwa wafanyakazi. Lakini tafsiri iliyopana zaidi ya siku ya wafanyakazi, tunakumbuka au tunaenzi wale waliopambana kuleta umoja na nguvu kwa wafanyakazi ili kudai maslahi yao kimsingi zaidi. Kuhakikisha kwamba hawa wafanyakazi wanaondokana na ule mfumo wa unyanyasaji kwenye maeneo ya kazi. Sasa unajua kuna kitu ambacho ili uwe huru lazima kuwe kuna watu ambao wanapambania ule uhuru. Sasa sisi kama wafanyakazi wapo ambao walipambania uhuru ambao leo hii sisi tunauishi kwenye ajira. Tunapata haki mbalimbali kwenye ajira kutokana na ule uhuru ambao ulitengenezwa na wakoloni wetu. Sasa leo hii tunawakumbuka na kuwaenzi. Sasa tunapokumbuka na kuwaenzi, tunatengeneza union kwetu sisi wafanyakazi, kwamba tunatakiwa tuishi kama daftari ambalo limewekwa kurasa nyingi lakini liko pamoja, linafanya kazi pamoja. Sasa hii inatupeleka mbali zaidi kutuonyesha kwamba kama wafanyakazi tuna dira kubwa sana mbele ya kuhakikisha kwamba uhuru wetu na umoja wetu unatujengea misingi mizuri katika kuhakikisha tunaweza kuinua uchumi wa nchi yetu. Kwa sababu mfanyakazi ndio kipaumbele cha kwanza kwenye nchi katika kuijenga nchi. Kwa maana ya kutaka pia uhuru wenu. Yes. Uhuru wenu kwenye nini hasa? Kwenye maeneo ya ajira. Tukizungumzia tafsiri ya uhuru kwenye maeneo ya ajira, la kwanza, ukiwa mfanyakazi unatakiwa upate ujira wako. Na ujira wako unaozungumzia ni mshahara. Sasa kwenye karne ya 18 na 19 huko nyuma ilikuwa ni changamoto sana. Watu wanafanyishwa kazi masaa 24, 48 bila kupumzika, malipo hawapati. Enzi za ukoloni. Sasa kile nacho kimeleta changamoto kwamba wafanyakazi wakaona hatuwezi kuendelea na ili gurudumu la kufanyishwa kazi masaa 24 alafu ujira hamna, alafu mwajiri ndo anafaidika zaidi kuliko mimi mfanyakazi. Ndio maana wakaungana kwenye nchi za Uingereza kuanzia karne ya 18 na 19. Sasa uhuru ambao tunao leo hii, ukiingia kazini kama wewe uko hapa, uko huru sasa hivi. Yes, uko huru. Kiasi cha kwamba umetengenezewa mazingira mazuri na mwajiri hapa. Kabisa. Unakaa, kuna AC, kuna nini. Sasa enzi za ukoloni haikuwa hivi. Yaani wewe ukifika kazini ni kwamba viboko na msimamizi nyuma. Utake usitake utafanya kazi hata kama umechoka. Kwa maana ya enzi hizo. Yes, enzi sasa hizo. Kwa enzi hizi ambazo tunazozungumza sasa. Kwa hiyo hizi tunazozungumza sasa, tupo ndani ya uhuru kwenye ajira kwamba tunapata mishahara, lakini pia waajiri wanatoa posho kwa masaa ya ziada. Unajua mfanyakazi akishafanya kazi kwa masaa yake yale ambayo yanayotakiwa kwa mwajiri. Sasa kuna wakati mwajiri anatamani mfanyakazi wake atumikie zaidi masaa mengine. Yale anahitaji kulipwa kama kumfanya kazi. Kwa hiyo kuna uhuru ambao umetusaidia sisi kutujengea mazingira ya kuendelea kuitamani kazi yetu pale tunapokuwa eneo la kazi. Huo ndio uhuru mkubwa sana. Tuna uhuru wa kuongea na mwajiri pia. Zamani kwa uwezi, enzi za koloni, uwezi kumfuata mwajiri kaongea naye. Haiwezekani.
vinginevyo utapigwa shaba maisha yako yameishia hapo hapo. Sawa sawa, tutarejea hapo kwako kuangalia pia tunaangalia mazuri yaliyopo, lakini tutabidi tuangalie bado ambazo changamoto zilizopo ambazo bado wanakutana nazo wafanyakazi. Na siku hii tukumbuke inaturudisha mwaka 1886 huko Chicago, Marekani, ambapo wafanyakazi waliandamana na baadhi yao walipoteza maisha, lakini ikaweka msingi na ikaweka msingi imara wa haki za wafanyakazi. Wafanyakazi wafanye kazi kwa saa ngapi, wafanyakazi wafanye kazi kwa siku ngapi, lakini mfanyakazi anapoumwa anatakiwa fuate taratibu zipi, na mambo yote ambayo sasa hivi tunayaona yanatengeneza ahueni kwa wafanyakazi. Kwa hapa nchini kwetu Tanzania, maadhimisho ya mwaka huu yanafanyika huko Singida, ambapo tumepata nafasi ya sikia sauti ya mkuu wa mkoa wa Singida, lakini pamoja na waziri mkuu aliyezungumza na mwandishi wetu Deus Liganga. Tupate nafasi ya kusikia kwanza sauti zao, kile wanachokizungumza, alafu turejee hapa studio. Mimi kubwa niseme wafanye haraka waje. Singida hali ya hewa kama mnavyoiona hii leo, na niona niko na Mgolole hapa. Tuna hali ya hewa nzuri sana, mazingira mazuri, watu wazuri, huduma, ukarimu wa watu wetu, lakini tuna vyakula vya aina mbalimbali, lakini kubwa ni wale kuku wetu pendwa, kuku bora kabisa Afrika. Kwa hiyo niwaambie wakaribie. Mei Mosi imekuja kivingine kidogo. Uwanja nyinyi wenye mashuhuda uko tayari kabisa. Maandalizi yale ya ndani kwa kupitia kamati mbalimbali yako tayari. Kwa hiyo kila kitu kiko tayari kwa ajili ya Mei Mosi tarehe 1. Niseme sisi tuko zaidi ya tayari kumpokea Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye yeye ndio mheshimiwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya, lakini na viongozi wote wa kitaifa watakao kuja, wageni kutoka mikoa mbalimbali, wote tutashirikiana nao vizuri na maandalizi yako vizuri kabisa. Kwa hiyo alama itakayoacha ni kwamba watu wamejua Singida kuna fursa, naamini kabisa tutapata wawekezaji wengi, wageni wengi, lakini hata kupitia hii Mei Mosi tumeanza sasa kupata matukio mengine kama hiyo ninayosema Samia knockout. Ni kitu kipya kabisa kimekuja. Kwa hiyo kila mtu anaona kumbe Singida ni pazuri na tunaweza tukafanya maadhimisho yetu ya jambo lingine lolote. Kwa hiyo ni alama ambayo tunaweza kuipata. Singida Singapore tunaiona sasa kuwa Singida yetu tunaenda kule tunapodhamiria kuwa ni mji wa kibiashara, mji wa kuunganisha biashara na huduma mbalimbali ndani na nje ya nchi. Nia ya kuja kuwekeza kwenye mambo mbalimbali, kwa ile dhamira yetu ya kufanya Singida kuipeleka duniani, Tanzania, nafikiri itatimia. Naamini kupitia sherehe hii wana Singida tutakuwa tumejifunza jambo. Sababu sherehe zinakuja na mkuu wa mkoa wenu mshawishi mzuri ndani ya serikali. Tunatarajia sherehe zitakuwa nyingi hapa Tanzania. Changamoto zetu, moja ya changamoto kubwa ni mahali pa kulala. Mtaji mkubwa wa hoteli Singida unahitajika. Singida iko junction, line kutoka Kenya kupitia Arusha, Babati kuja hapa, line kutoka Dar es Salaam kuna kuingia kila kitu kupitia Dodoma kuja hapa, line kutoka Kongo, Rwanda, Burundi na maeneo mengine kupitia Mwanza, Shinyanga, Tabora inaingia hapa. Lazima mjue eneo lenu ni nyeti, na kwa kuwa barabara zote zimerahisishwa, ana uwezo kusafiri asubuhi, chakula cha mchana Singida, paki mshawishi halale. Na hapa kuna kuku wa kienyeji ambao hawapatikani popote. Anatoka huko anakula broiler, akija hapa kuku fresh aliyedonoa mchele kutoka ardhini. Haya yote haya tutakuja kutathmini. Mimi niache tu ujumbe kwamba Singida bado kuna uhitaji wa hoteli ili muweze kumudu kupokea sherehe nyingi zaidi. Kwa kila tunapokuja basi ni fursa ya jambo lingine. Ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alipozungumza na wakazi wa Singida, ambapo walikuwa wanamalizia maandalizi ya siku hii ya leo, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan ndiye mgeni rasmi, na hapo baadaye itakapofika saa 4 kamili asubuhi tutaungana na wakazi wa Singida kile ambacho kitaendelea pale katika maadhimisho hayo, kukuonyesha ambacho kitakuwa kinaendelea kabisa, na yatafanyika pale kwenye kiwanja cha Bombardia Singida kuanzia majira saa 4 kamili kama ambavyo umesema. Sasa kwanza nilikuwa naangalia kauli mbiu kwa maana ya kwamba kama ambavyo inapita hapo, kauli mbiu maslahi bora, mishahara juu, kazi iendelee. Kiongozi, maslahi bora, mishahara juu.
Kipaumbele ni hicho, kwa maana kwa wafanyakazi maslahi yao zaidi. Yaani kwa wafanyakazi siku zote ni maslahi. Wewe unafikiri unakapa bila maslahi? Familia inakula nini? Napaswa kufanya nini nifikie hayo maslahi? Kwa sababu sio imani yangu, lakini nafikiri mwajiri yeyote anataka uzalishe ili akulipe vyema zaidi. Yeah, of course unajua kwenye utumishi kuna utumishi wa aina mbili. Kuna utumishi wa umma na utumishi wa sekta binafsi. Hapa kuna utumishi ambao hauhitaji uzalishe zaidi. Yes. Utumishi wa umma wapo kwa ajili ya kuhudumia jamii. Lakini ukija mtumishi wa sekta binafsi yupo kwa ajili ya kumzalishia mwajiri. Sahihi. Yeah. Na ndio maana kinachotokea kati ya mtumishi wa umma na wa sekta binafsi kwa upande wa ajiri. Waajiri wengi wa sekta binafsi hawapendi vyama vya wafanyakazi. Na hawapendi vyama vya wafanyakazi kwa sababu wanajua chama cha wafanyakazi kishaingia eneo la kazi, tayari panakuwa na kazi kwake mwajiri. Kwa nini? Kwa sababu chama cha wafanyakazi kiko katikati kwa ajili ya kuangalia maslahi ya mfanyakazi, lakini pia kinaangalia maslahi ya mwajiri. Sasa tafsiri za waajiri wengi wanafikiri kwamba chama cha wafanyakazi kiko pale kwa ajili ya kuangalia maslahi ya mfanyakazi tu peke yake, lakini kumbe hapana, kiko pale kwa ajili ya kuangalia maslahi ya mfanyakazi, lakini pia na maslahi ya mwajiri. Kwa hiyo wanavyotafsiri kwamba kiko pale kwa ajili ya kuangalia maslahi ya mfanyakazi peke yake, ukipeleka notification order ya kuomba kuonana na wafanyakazi wa pale ili muweze kuyajadili mambo ya wafanyakazi, na ikiwezekana mfungue tawi pale muwe na chama cha wafanyakazi, waajiri wengi wanakimbia. Kwa sababu mnashinikiza wafanyakazi waongezewe maslahi. Yes. Sasa na hapo kwenye maslahi sasa, kwa mfano tukija kwenye issue za mikataba, mwajiri anaweza akakusanisha mkataba vile anavyojua yeye. Sawa? Anaweza leo akakuongezea mshahara, kesho akakupunguza kulingana na uchumi wake jinsi ulivyo. Ambao uchumi huo unauzalisha wewe. Yes. Lakini sasa kuongezeka au kupungua kwa uchumi, hiyo sidhani kama ni effect kwako. Wewe unatakiwa maslahi yako yaendelee kubaki pale. Kwamba nizalisha 10,000 nilipo 15,000. Maslahi yako yanatakiwa baki pale pale. Kama mlikubaliana kwenye mkataba unatakiwa ulipo 10,000, 10,000 yako unatakiwa baki pale pale. Yaani swala haijalishi unazalisha kiasi gani. Sasa kinachotokea, mwajiri akishaona kwamba anatakiwa ulipo 10,000 wakati umezalisha 5,000, anakupunguzia, anakulipa 4,000. Sasa sheria haitaki hivyo. Sheria ya ajira na mahusiano kazini namba 366 mwaka 2019 haitaki hivyo. Inataka ajira yako ibaki pale pale kwenye masharti ya mkataba mliokubaliana, iwe ni mkataba wa kudumu au mkataba wa muda. Lakini sasa haoni pia hiyo sheria inawezekana ikae na mkandamiza zaidi mwajiri, hasa kwa upande wa sekta binafsi, kwa tafsiria ya kwamba haijalishi atakuwa anapata hasara kiasi gani, kwa sababu amekuajiri wewe ili uweze kumzalishia ili akulipe. Sasa nikuulize kitu hicho. Vipi kuhusu wewe kama ukimzalishia mwajiri mara 3 au mara 2 ya kile kinachostahili na mshahara wako mbaki pale pale? Sheria inasemaje? Ndio nakuuliza sasa. Anakuuliza wewe, sheria inasemaje kusema hilo? Mimi nakwambia sheria inataka hivi. Uwe umezalisha kikubwa, uwe umezalisha kidogo, mshahara wako baki pale pale. Na kama unahitajika kwenye ongezeko la mshahara, unatakiwa uongezewe. Sasa ukianza kusema kwa sababu mwajiri kazalisha kidogo, basi mimi mshahara wangu upunguzwe kwa sababu amezalisha kilichozalishwa ni kidogo. Ndio maana kuuliza sasa, vipi ikitokea umezalisha mara 2 na mshahara wako upo pale pale? Sasa inawezekana mwajiri na mfanyakazi wake wana makubaliano ya kukaa, baada ya muda fulani wanaweza kuwa wanatathmini kinachoendelea kwa kampuni husika, ndipo ikafikia hatua pengine ya kuongeza ama kupunguza, na sehemu nyingine hata kupunguza pia wafanyakazi. Sasa maisha yanapanda yanashuka. Kwa sasa hivi tunavyoishi yanapanda. Unaweza ukaishi na mshahara wa mwaka 2010 sasa hivi, lakini kuna mtu pia ambaye hajaajiriwa kabisa. Ni sawa na kuelewa. Mimi nazungumza na wewe ambaye ni mfanyakazi sasa. Unaweza ukaishi na mshahara wa mwaka 2010? Inategemea na matumizi yangu. Haiwezekani. Yaani hiyo free kabisa kwamba haiwezekani. Na ndio maana hata kuna watafiti wamefanya utafiti, umetoka utafiti mwaka jana 2024. Kwamba mfanyakazi ambaye wa kima cha chini matumizi yake ya mshahara wake ni 3.5 kwa mwezi. Sasa kama 3.5 kwa mwezi, maisha ya 2010 ilikuwa nafikia 3.5. Sisi tulikuwa tuna 200, 1.5.
lakini sasa hivi tumefika 3,500,000 na tunakoenda maisha yanaendelea kupanda. Leo hii ukichukua labda vifaa tu vya kawaida ukaenda dukani kununua, bei zake ni tofauti na bei za mwaka 2010. Kwa hiyo uwezo ukasema kimsingi kwamba mshahara wa mwaka 2010 ukaweza kuishi nao leo. Sio kweli. Maisha yamepanda. Na kwenu vijana, mambo ambayo mngetamani yazingatiwe wakati wa kuangalia maslahi yao wakati wa kupandisha mshahara ni yapi? Cha kwanza tuangalie na uchumi wa sasa hivi wa nchi jinsi ulivyo. Kwamba unavyopandisha uangalie mtu huyu au mfanyakazi wangu huyu, je, hiki ninachompandishia kitamkidhi? Yaani twende na uchumi. Sasa hivi ukienda dukani na 10,000, yani sekunde sio niseme imeisha, uioni. Kwa maana pesa haina thamani mbele ya bidhaa. Yes. Imeisha, uioni. Sasa ili uweze kukidhi mahitaji yako vizuri, unahitaji fedha. Sasa hizi fedha zinapatikana wapi? Na wewe ni mfanyakazi ambao unafanya kazi hapa masaa 24. Pamoja na kuwa masaa 8. Ni masaa 24 unawaza kazi hapa. Kwani ukitoka hapa saa 9:30 unaelekea wapi? Si nyumbani? Ndio. Alafu ukifika nyumbani nahudumia familia. Unapumzika asubuhi, unaenda wapi? Ni masaa 8. Ndio nijibu kwanza hapo. Asubuhi unaenda wapi? Yani ni kwamba kisheria, na tumezungumzia sheria. Sawa. Mimi narudi kwenye uhalisia wa mazingira tunayoishi. Uhalisia haupo kinyume na sheria. Na uhalisia haufanani. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba Lichi, ndio utake usitake, wewe unaitumikia Azam kama saa 24 kichwani kwako. Saa 8 nazo. Ukitoka hapa saa 9:30, ukifika nyumbani unahudumia familia, umepumzika, umechoka. Asubuhi unawaza kutoka pale, usiku kwanza unawaza kwamba kesho asubuhi nadamkia wapi? Na nikiwa kazini pia na uwezo wa kuanza nyumbani nitaenda kufanya nini? Nakuwa nimemwibia basi mwajiri wangu. Sasa unapowaza ukiwa kazini, ukiwaza kwa mfano upo sasa hivi hapa, unaweza ukawaza kwamba nyumbani unaenda kufanya nini? Kuhesabia ni kufanya kazi. Unaweza ukawaza sasa hizi kwamba nyumbani unaenda kufanya nini? Sasa nafikiria hivi vile vitumbua watoto wangu. Wapi? Au kule kufua vyombo vichafu. Vinginevyo unaweza ukajikuta sasa unauliza swali la vitumbua hapa. Mambo gani mengine ambayo mnatamani yazingatiwe? Kwa hiyo cha kwanza hicho, lakini kingine tunahitaji tuzingatiwe kwenye posho kwa watumishi pia zizingatiwe, kwamba mwajiri hakikishe kwamba mtumishi anafanya kazi masaa ziada ampe kile kinachostahili. Anachotakiwa kupewa apewe. Lakini sambamba na hicho tuangalie mazingira bora maeneo ya kazi. Mwajiri amtengenezee mazingira bora mfanyakazi eneo la kazi, ili anapofika kazini afili passion kifani kwamba yani nipo kazini nafanya kazi. Kwamba sipo sehemu ya kitumwa. Nipo kazini nafanya kazi. Lakini kikubwa zaidi hususa kwetu sisi vijana, unajua vijana wengi sasa hivi wako mtaani. Ajira zimekuwa kidogo changamoto. Lakini naamini serikali inaendelea kufanyia kazi swala la ajira. Labda ni kuendelea tu kuiomba na kuisisitiza serikali. Vijana wako wengi mtaani. Tunaomba ajira. Ajira ziongezeke ili hata wale wananchi tunakwenda kuwahudumia tuwahudumie kwa ustadi. Kwa maana serikali iongeze ajira. Yes. Haya maslahi ambayo huwa mnaomba yaongezwe, kwa maana ongezeko la mshahara na posho. Ndio. Amoni pia hii ingeweza kutumika kutengeneza vyanzo vingine vya ajira. Hapana, hiyo ipo kisheria. Sheria lakini imetungwa na watu ambao pia inaweza ikabadilishwa vile vile. Sasa kubadilisha sheria kuna utaratibu wake. Si ndio utaratibu ukifuatwa maana yake ibadilishwe, alafu turudi kwenye hili la kuongeza vyanzo vingine vya ajira. Sasa wewe utakubali kwamba sheria ibadilike kwamba mshahara wako urudi chini ili iongezeke ajira? Maslahi mapana ya taifa. Inawezekana leo ajiriwa hawafiki milioni 1, lakini unazungumziwa Tanzania zaidi ya milioni 60, ambapo pengine kati yao pengine hata milioni 20 hawana ajira na wanahitaji. Lakini ni jukumu la serikali, kwa sababu kila siku vitu vinani thamani ya uchumi unazalishwa. Kwa hiyo kama thamani ya uchumi unazalishwa, ina maana pia tunatakiwa tuzalishe na wafanyakazi wapya. Tunapozalisha wafanyakazi wapya, sio kwa maana ya kwamba wale waliopo kazini maslahi yao ya dumai, hapana. Hoja yako ya kwanza ya kuongezwa mshahara ni pamoja na hali ya maisha. Yes. Na wakati mwingine mnasema pia ugumu wa maisha. Ugumu wa maisha. Sasa ugumu wa maisha upo kwa mwajiriwa peke yake? Huyu ambaye hajaajiriwa yeye hawezi apitia hali ya kwa yule ambaye hajaajiriwa. Kama sukari ikipanda bei, si imepanda kwa wote, aliyeajiriwa na ambaye hajaajiriwa. Kwa yule sasa ambaye hajaajiriwa, ndio maana tunaendelea kuisisitiza serikali na kuiomba serikali iongeze nini? Ajira.
kwa yule ambaye hajaajiriwa. Unajua kuongeza ajira lazima pia uwe na mtaji, kwa maana ya capital pengine ya kuanzisha miradi mbalimbali inawezekana kama viwanda. Kwa hiyo sasa unataka kusema kwamba zinaenda wapi? Kodi zetu ndio hizo ziwe capital za kwa. Ndio maana yake ndio ninataka nimuulize swali. Sasa anachosema Messi inawezekana pia kwa kuna hoja kwamba hizo kodi inawezekana ndizo ambazo zinasimamia ama zinatoa hizi huduma za kijamii. Ndio maana nitaka nikuulize basi wananchi wenyewe wanasema nini? Ajibu hii au tusikie wananchi wanasema nini? Kabla tujaenda huko. Nitaka nimuulize swali kwamba yeye anavyosema kwamba hao waajiriwa, yani salary yangu mimi isimame pale ngapi? Kwa sababu tu ajira ziongezewe, si ndio? Ina maana kodi zetu zile zinazokusanywa, kwa sababu mimi nakatwa ujue PI nyingi. Umeelewa? Kwenye kila sehemu. Kwa hiyo ninavokatwa ile PI na kila siku tunasikia pia TRA wanakusanya mapato ya kutosha. Huyu umetoka naye tukta. Sasa tuangalie kwanza wananchi wanazungumza nini kuhusiana na swala hili ambalo tunaenda kujadili siku hii ya wafanyakazi. Ujio wa Mei Mosi tumefurahia wana Singida. Tumefurahia kwa sababu kwanza biashara imechangamka sana sasa hivi. Yaani vitu vingi, mabadiliko yamekuwa makubwa, hata barabara zetu kwa kiasi kikubwa kwa wakati huu zimetengenezwa kwa viwango vingine, kwa sababu kuna watu ambao walitangulia kuja mapema walilipia moja kwa moja. Yani sasa hivi huwezi kupata nafasi kabisa, kumejaa ya kutupa upendeleo wa kuifanyia hapa hii sherehe ya Mei Mosi, kwa sababu hii sherehe imetupa nafasi nzuri, fursa nyingi. Kwanza inaongeza kipato. Kwa mfano kuna nafasi nyingi za wafanyabiashara wadogo, vyakula, hoteli, pia hata loji mbalimbali. Imechangia sana kuongeza kipato. Kwetu bodaboda kwa kweli imetupa nafasi kubwa, kwa sababu tunapata kipato cha kutosha. Tunapata abiria wa kuwapeleka sehemu mbalimbali. Hii fursa naishukuru kweli kwa kazi yetu ya bajaji. Tumepata fursa, abiria ni wengi, tunapata riziki kwa wakati. Sio kama kipindi cha nyuma kidogo kama mwezi wa 2 na 3. Kwa sasa hivi kweli vijana masuala ya bajaji tunamshukuru Mungu. Na natamani sana hii sherehe kila mwaka ingekuwa inaadhimishwa mkoani kwetu Singida. Na kiukweli kama ni eneo tunalo tayari na serikali imelitengeneza vizuri. Kwa hiyo haya maadhimisho yakiadhimishwa kila mwaka hapa Singida, tutaenjoy kwa kweli. Na kiupande mwingine serikali ya Singida naipongeza sana, ikiongozwa na mama yetu, mkuu wetu wa mkoa. Nampongeza sana kwa kupambania hii nafasi kuichukua mkoa wa Singida. Hali ya mzunguko wa fedha ni kubwa sana kwa sasa hivi, tofauti na kipindi cha nyuma. Maana wakati tulikuwa tunafanya kazi kipindi cha nyuma, tulikuwa hatupati pesa kwa wingi kama tunavyopata sasa hivi. Tunashukuru Mungu kwa sababu tunapata pesa kutokana na hii maadhimisho ya Mei Mosi. Mama lishe, mahoteli, sisi mafundi ndo kama hivi unatuona, tuko ndani ya apron hapa, tumepata fursa hii kwa ajili ya Mei Mosi. Imetuletea fursa kwa wajasiriamali, wafanyabiashara wadogo, wakubwa na wakati. Karibuni sana Singida, mji wetu umechangamka, Singida hapa umechangamka. Mje mjionee mambo mengi yanayopatikana hapa. Haya ni wakazi wa Singida hao wakiendelea kufurahia sherehe hii ya Mei Mosi kufanyika Singida na namna ambavyo wao wamepata fursa Mei Mosi kufanyika Singida. Kama tunavyofahamu kila mwaka inachaguliwa ni mkoa gani ambao sherehe hizi zinaenda kufanyika, na watu kutoka maeneo mbalimbali, kutoka mikoa mbalimbali hukusanyika pale, na mkoa ambao unakuwa wenyeji basi kunakuwa na fursa ambazo wao wanakuwa wanazipata. Singida tumewasikia namna ambavyo wameangalia fursa walizozipata. Tukiwa tunaelekea ukingoni hapa, tupo na mwenyekiti wa vijana shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA mkoa wa Dar es Salaam, Herfrid Mpolo. Mpolo, tueleze kwa upande wa vijana, waajiri wamekuwa wakiwalalamikia sana. Kadri miaka inavyozidi kwenda ndivyo vijana wanavyozidi kuwa wavivu, ndivyo vijana ambavyo wanazidi kuwa na hawazalishi, utovu wa nidhamu kazini. Kuna namna vijana wanataka maslahi lakini hawataki kufanya kazi, hawatekelezi wajibu ipasavyo kama ambavyo walikuwa vijana wa zamani. Unazungumziaje hili la uvivu na uzembe wa vijana wa sasa? Mimi siwezi nikasema kwamba ni uvivu na uzembe. Hapana, ila kukua kwa teknolojia ndio kumechangia haya mambo. Na unajua sasa hivi kuna baadhi ya nchi kwa mfano kama vile zetu wa Marekani, vitu vingi wanatumia maroboti. Kijana hatopata ajira hapo, tukisema tutumie roboti na sisi.
Sasa ukiangalia kwetu pia teknolojia imekuwa. Saizi yani ni kubonyeza tu pap. Sasa Mwajiri anaona kama pengine ni uvivu, lakini sio uvivu, ni teknolojia imekuwa na utandawazi umekuwa pia. Sasa kama teknolojia zimekuwa na utandawazi umekuwa, lazima kutakuwa kuna mabadiliko. Lakini kwa Tanzania tumefikia kwenye matumizi ya teknolojia kwa kiasi hicho. Kwa hiyo hoja ya Messi inawezekana bado ipo makazini. Inawezekana bado wapo vijana namna hiyo. Hapana. Kila siku teknolojia inaimbwa kwamba vijana tutumie fursa ya teknolojia. Vijana tutumie fursa. Sasa tofauti na enzi za zamani. Enzi za zamani kwanza kulikuwa TV ilikuwa inaonekana moja tu kwa Mwalimu Nyerere. Moja tu. Unaona. Baadaye ikaanza kukua kwa mwingine. Kwa hivyo, unaona. Lakini sasa hivi kila sehemu ipo. Kwa matumizi ya teknolojia ndio yanafanya vijana wawe wavivu. Yes, matumizi ya teknolojia. Yaani changes imekuja kwenye matumizi ya teknolojia. Sasa vijana wanaweza wakafanya nini ili kutumia hiyo teknolojia kuboresha kazi zao? Yeah, sasa kimsingi ni kwamba namna gani unatumia ile teknolojia ya mtandao. Unatakiwa utumie kwa usahihi vile inavyopaswa kutumika. Kwa hiyo ni shauri kwa vijana. Sawa. Tunapotumia teknolojia tutumie kwa matumizi sahihi na sio kwa matumizi mabaya. Sasa wengi wanatumia sana kwa matumizi mabaya. Na ndio maana inafika mahala, kwa mfano sasa hivi kuna wifi zinafungwa. Sasa wifi kuingia kwenye eneo la ofisi pia ni changamoto. Ila mwajiri kakurahisishia wewe huduma za kimtandao. Lakini matumizi yake sasa ya hiyo wifi. Vijana wanashusha movie. Yes. Shusha movie, chat 24 hours, anakuja customer pale, wewe uko busy, unasemaje? Habari yako, unaona? Sasa hiyo inaleta changamoto kidogo. Kwa hiyo tukisimama na matumizi sahihi ya teknolojia, tunaweza tukafika mbali. Sawa. Haya yanayofanywa na waajiriwa na wenyewe mnayasema kwa waajiri. Kwa mfano kwa upande wa waajiriwa kwenye nafasi za umma, kumekuwa na changamoto nyingi zikielezwa dhidi yao. Wakati mwingine nafasi walizokaa wanaona kama ni mali zao. Kiasi kwamba ukaenda kupata huduma wakati mwingine ni kama unanyanyasika, upate huduma kwa customer care ile ambayo pengine uliitamani zaidi, lakini mnawasaidia kudai maslahi. Mnawaambia walio waajiri kwamba hawa wanafanya kosa hili. Sisi tunasema na watu wote wawili. Tunasema na mwajiri, tunasema na mwajiriwa. Lakini ya waajiriwa ni kama mnatilia nguvu zaidi. Hapana, hata ya waajiriwa pia ya mwajiri tunatilia nguvu na mwajiriwa pia tunatilia nguvu. Yaani unajua, ngoja nikwambie kitu. Vyama vya wafanyakazi kimsingi vipo pale katikati. Huku mwajiri, huku mwajiriwa. Sawa? Mwajiri ukikosea unaambiwa. Mwajiriwa ukikosea unaambiwa. Yaani hatupo kwa ajili ya kumtetea mtu ambaye mkosefu kwa mtu mwingine. Ukikosea mwajiri tunakwambia. Kwa mfano, naanza na waajiri. Waajiri wanakosea hususa sekta binafsi. Ambapo mnawaambia. Tunawaambia. Wanatoa majibu gani? Subiri sasa, makosa yao niyataje kwanza. Sawa. Kosa lao la kwanza, hawapeleki michango kwenye mfuko wa hifadhi ya jamii. Baadhi ya waajiri. Sio wote, baadhi ya waajiri. Hawapeleki michango kwenye mfuko wa hifadhi ya jamii. Kosa la kwanza. Kosa la pili, wanawasainisha waajiriwa wao mikataba ya kiholela isiyoleta maslahi kwa mwajiriwa. Mikataba ambayo haifuati sheria. Sijamaliza huku. Kwa sababu ya muda pia. Okay, sawa. Nikija huku sasa, kwa upande wa waajiriwa. Waajiriwa kuna swala la uzembe kazini. Uzembe kazini nikizungumzia kwamba mwajiri kakupa matakwa yake ya namna gani unatakiwa ufuate ukiwa eneo la kazi. Kwa mfano, anakwambia ukiwa eneo langu la kazi mimi sitaki nione kama unatumia kilevi. Lakini utamkuta mwajiriwa yuko pale hapa asubuhi tu. Yaani kumepambazuka tu, yeye kapambazuka nazo. Unaona? Anakwambia kwenye eneo langu la kazi nahitaji mavazi ya aina hii. Lakini utakuta mwajiriwa anaenda pale na mavazi ambayo hayawezi kumtambulisha kama huyu mtu anafanya kazi kwenye taasisi. Customers wanakuja kama nilivyozungumza mwanzo. Wifi size zimefungwa. Customers wanakuja kwa ajili ya kupata huduma. Mwajiriwa pale yuko busy na simu, yuko busy na laptop, hamsikilizi mteja. Anasubiri kuja kudai ongezeko la mshahara. Yes. Kwa hiyo hicho nacho pia lazima tukiseme. Na ndio maana nikasema hatusimami upande mmoja, tunasimama pande zote mbili. Sawa, kwa mwajiri na kwa mwajiriwa. Kwa hiyo waajiri toeni haki kwa waajiriwa, waajiriwa watendeni haki waajiri ili mambo yaweze kwenda. Lakini vinginevyo tutakuwa tunasuguana.
Haya, kuna mambo mengi katika eneo hili, lakini kwa leo tuweke nukta hapo. Shukrani sana Hilfred Mpolo, mwenyekiti wa vijana shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA mkoa wa Dar es Salaam, kwa kushiriki na sisi. Asante. Kwa kumalizia, maadhimisho yetu sisi kwa mkoa wa Dar es Salaam ni Tanganyika Peleka Zikawe, na sasa hivi mambo yanaendelea huko. Na mimi nikitoka hapa, ukitoka hapa unaenda. Yes. Mimi nitafuatilia nione mtasema wanachokifanya waajiriwa pia. Tutasema. Sawa. Tutasema. Haya, na wewe tunaendelea kutakia heri ya siku hii ya wafanyakazi duniani, na tunahitimisha hivi kuangalia hili. Bado yapo mengi, endelea kusalia nasi.